Yaani usiku sasa ndo patachimbika. Usiku ndo patambu. Watu waoga. Watu wanaogopa jamani. Hata nguvu imekuwa ndogo. Kaliako kukumi ni njia ya kwenda Kinondoni kote kumikooza. Sasa Mama Samia hatutaki, 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 Mama Samia hatutaki. Wao wataambia aliyeingia ni nani? Tanzania polisi wanaopitia leo wanapitia watu kama unavyoiona, hii ni hadi ya magari ya Mwigulu Nchemba ya Esther. Yote watu wameyateketeza moto. Hapa ni kwa Mwigulu Nchemba. Wachungaji tuliadvise serikali wahairishe huo uchaguzi kwa sababu vyama vya upinzani vimezuiliwa kushiriki kwenye uchaguzi. Anayeshiriki kwenye uchaguzi ni Samia peke yake na wale aliowachagua vyama ambavyo ni kama vibaraka wa CCM. Sasa ikiwa imebakia siku moja ili serikali tuburuze kwenye huo uchaguzi, kuna kile mimi ambacho nakiona hapa. Maana nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari, of course vyombo vya habari vya Tanzania vyote vimenunuliwa na chama tawala. Lakini sasa nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii, ninaona wapinzani wamegawanyika na wanatuma signal, mixed signals, wanatuma signal ambazo kwa wananchi, signal ambazo sisi wananchi hatuzielewi. Kwa sababu chama kikuu cha upinzani ambacho kimezuiliwa kushiriki kwenye uchaguzi na aliyekuwa kiongozi mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu yuko ndani. Kesi yake ya uhaini ambayo ni ya kisiasa inaendelea. Na wananchi tunajaribu kusikiliza, tumsikilize nani, ni tuelekee mwelekeo gani? Mimi mchungaji Mnishi, msimamo wangu na maoni yangu na ushauri wangu kwa wananchi,
ni kwamba hakuna haja ya kwenda kupiga kura tarehe 29. Kwa hiyo mimi ningewaomba wananchi wa CCM na wa vyama vya upinzani msiende kupiga kura. Haya, tukimsikiliza yule aliyebaki kwenye Chadema, bado hajatuma signal inayoeleweka kwa wananchi. Kuna wengine wanasema wananchi waandamane. Jana nilikuwa namsikiliza Askofu Gwajima. Nilifikiri naye atatoa mwelekeo kwamba awaambie wananchi tufanye ABCD. Na yeye pia nikamsikiliza, sikuona cha maana alichoongea, bali alisema kwamba yeye yuko pamoja na wananchi. Sasa Gwajima nilishindwa kumuelewa aliposema yuko pamoja na wananchi. Alimaanisha nini? Alimaanisha yuko pamoja na wananchi anawataka wananchi waandamane? Hakusema hiyo. Yuko pamoja na wananchi, wananchi wakiandamana na yeye atatoka andamane nao? Hiyo pia hakusema. Itakumbukwa kwamba niliwahi kumkosoa Gwajima wakati ambapo alitoa kauli, na ile kauli ikapelekea kanisa lake kufungwa. Na kila siku ya Jumapili wafuasi wa Gwajima wakawa wanapigwa virungu na polisi. Na Gwajima yeye akawa amejificha mahali alipokuwa amejificha. Hata jana sikujua ametokea wapi, alikuwa amevaa suti na tai kama ametoka ofisi fulani. Lakini mimi nilimkosoa nikamwambia, Gwajima, wewe ndio kiongozi wa kanisa, na kauli zako ndizo zinazopelekea wafuasi wako wapigwe kila siku. Sasa wewe umejificha, wafuasi wako wanapigwa kila Jumapili, mbona ujitokezi ukasema jamani, hawa wafuasi si wao walitoa ile kauli, aliyetoa kauli ni mimi. Sasa kuliko muwapige hao, nikamateni mimi, mbona hukujitokeza? Sasa unaposema kama hukujitokeza kwa washirika wako, waumini wako, ukawaacha wakipigwa barabarani kila Jumapili wanapigwa, na wewe umejificha. Jana unatoa kauli unasema unataka kushirikiana na wananchi. Yaani wewe utawaunga mkono wananchi. Kivipi sasa kama waumini wako huku waunga mkono, huku jitokeza ukaandamana nao? Waumini wako walikuwa wanaandamana, wanapigwa rungu, wanashikwa, wanawekwa polisi, wengine wamevunjika miguu, huku andamana nao. Sasa hii kauli yako ya jana ilikuwa inamaanisha nini? Haya, twende kwa Mangi Kimambe anayeorganize maandamano akiwa Amerika. Yeye ndio anatupa dondoo kwamba wanajeshi wako na wananchi. Je, ili wananchi waende barabarani, kweli kuna uhakika jeshi la wananchi wa Tanzania litajitokeza kuwalinda wananchi wasipigwe na jeshi la Mama Samia? Kama hakuna hakikisho hilo, mimi mchungaji Faustin Munishi sitamshauri mwananchi yeyote atoke barabarani. Maana kwenda barabarani ni kama kujitoa muhanga, ukafe. Haya, tumsikilize Mangi Kimambe. Anasema jeshi, kuna kauli ilitoka ya jeshi ambayo ilitolewa na nani? Alikuwa anaitwa Captain Tesha. Huyu Captain Tesha alisema wanajeshi wako na wananchi, na polisi wakiwapiga wananchi jeshi litaingia barabarani. Sasa organizer wa maandamano ambaye yuko Marekani, ambaye ni Mangi Kimambe, sijui ni Kimambi, sijui ni nani, huyo dada ambaye ana nywele zimefika mpaka usoni, sura haionekani. Sasa yeye mwenyewe ametoa taarifa kwamba yule Captain Tesha yuko chini ya ulinzi, ni kama amekamatwa jeshini. Na kama Captain Tesha amekamatwa jeshini, anaendelea kuhojiwa kulingana na Mangi Kimambi ambaye ndio anaorganize maandamano.
Sasa wananchi tunatoka kwenda barabarani kwa usalama upi? Mimi binafsi nimepinga CCM kwa miaka zaidi ya 30 sasa. Ningependa watoke, lakini sipendi CCM watoke kwa gharama ya damu ya wananchi wakafe barabarani. Nimemsikia mwingine kwenye mitandao ya kijamii. Ukisikiliza mitandao ya kijamii ina maneno, na nimesikia pia kule Tanzania Samia naye anapanga kuzima mitandao ya kijamii ikifika siku ya uchaguzi. Kwa hiyo kuna wakati utatoka na live yako kama hii yangu hapa inataka kuanguka kamera, ukute Voda hawana mitandao, wamezima. Facebook imezimwa, ukute Twitter imezimwa, ukute YouTube imezimwa. Sasa sisi wapinzani tunaotaka serikali ya Samia itoke madarakani, mbona hatuna kauli moja? Nikiwaorganize kwamba tuungane tuje na kauli moja ya maana, mnaona Munishi hana maana. Sasa mimi nawaambiaje? Tunatuma signal tofauti kwa wananchi. Sasa wananchi hawajui wafanye nini. Mimi siwezi kumshauri mwananchi atoke barabarani akapambane na polisi wenye silaha wa Mama Samia, alafu uniambie hakuna ukombozi bila kumwaga damu. Sasa unataka ya nani imwagike? Na kuna mtu mwingine amesema wanajeshi hawataki kuhakikisha kabisa, wanataka waangalie kwanza polisi watakuwa wameua watu wangapi ndipo wao waingie. Sasa hawa mnao watuma kama chambo wakafe kwanza ndio muingie, ni nani hawa? Kwa hiyo jamani, upinzani Tanzania kweli tunataka CCM itoke, lakini si kwa kumwaga damu ya wananchi. Toeni basi signal za maana. Kama kweli jeshi linatusaidia wananchi, jeshi watangaze hivyo kwamba vikosi vitaingia barabarani viandamane na wananchi. Hapo hata mimi nitatoka. Kama nitajua jeshi linatoka kutulinda wananchi tusipigwe na jeshi la polisi ambao ni wameamrishwa na Samia wapige kila mtu atakayetoka. Sasa kama jeshi JWTZ watatoka watusindikize, mimi natoka. Lakini kutoka tu kwenda kupambana na polisi na sina silaha niende kama chambo, hapana. Siwezi kuwashauri wananchi watoke wakapambane na polisi. Kama kuna wanao watuma kwa maslahi yao ya kisiasa, waulizeni wamehakikisha vipi usalama wenu. Hayo ndio maoni yangu.